swala risiti ni la kwangu, wala halihusu wachezaji, ni la kwangu. Ila wachezaji na wao ni binadamu, wapo kwenye mitandao, wanasikiliza redio, wanaangalia TV, sio kwamba wanaishi Jangwani, wanasikia na wao. Kwa hiyo wana wajibu na wao wa kwenda kupambana kwenye pitch kuiheshimisha timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo kundi lilipotoka tu kila mtu alisema la kwake, na walimu wa timu zote mbili leo wamekiri hapa kwamba ni kundi la kifo. Lakini angalia ilivyozungumzwa hapa na ilivyozungumzwa hapa Tanzania wakati kundi limetoka. Angalia wa Morocco walivyozungumza hapa ugumu wa kundi kwa timu zote nne. Alafu kamtafute mtu mwingine tu Mtanzania ambaye alizungumza kwa timu zote tatu akaijumlisha na Yanga. Yaani kama Yanga tupo kwenye kundi hili kusaidia fundi. Unajua kusaidia fundi yani malipo yanapita kwa fundi, fundi anakufikiria wewe. Sasa ni opinion za watu. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye pitch. Ndio wale kasema aidha kulizungumzwa kwa dharau, kwa kebehi, lakini wenye wajibu wa kwenda kutuheshimisha ni wachezaji wetu. Na wanajua jukumu lao. Kesho mamilioni ya Watanzania ambao ni mashabiki wa Yanga na ambao sio mashabiki wa Yanga, ambao ni wapenda mpira na ambao sio wapenda mpira. Manake mechi ya kesho kwa ukubwa wake, hata kama wewe hujawahi hata siku moja kushabikia mpira, unashabikia labda cricket huko, unashabikia labda basketball, lakini ule ukubwa wa mechi ya kesho unatamani na wewe uweze kuifuatilia. Kwa hiyo ni mechi kubwa ambayo wanatakiwa waingie kikubwa kwenye pitch. Wakishafanya kazi yao, insha Allah tukapata matokeo mazuri, ndio mimi naanza kazi sasa. Sio bwana Mshindo. Yaani Pacome atavumaliza kazi yake ndio kazi ya Alikamwe itakapoanza. Kwa hiyo naye atachagua kazi yangu iwe mbaya au nzuri. Dadeki. Ali, nimemsikiliza kocha Farabat hapa. Umeelewa? Nimemuelewa vizuri. Amekiri ya kwamba Yanga ni timu nzuri na bora kwa hapa Tanzania. Na akasema kwamba uchezaji wao na wa kwenu unaendana. Kwa hiyo atakayekuwa amechanga kake vizuri, ina maana ngavaa atapata matokeo mazuri siku ya kesho. Hii imewapa nguvu kiasi gani kwenda kupambana nayo ikiwa watu walichukulia kwamba Yanga hamwezi kutoboa? Unajua jeni kwenye kundi kama hili ambalo wataalamu wa mpira wanasema ni kundi la kifo. Kundi kama hili, cha kwanza kila mtu anaangalia faida yake ya nyumbani. Ndio cha kwanza hicho. Faida yake ya nyumbani. Nikipata pointi 3 nyumbani zinakujengea mazingira mazuri ya kufuzu kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo kwenye pitch unaweza kufanana ubora, ila faida inayoongezeka kwa Yanga siku ya kesho, Yanga wako nyumbani. Na hapa ndiko ambako timu zetu za Tanzania, mashabiki wetu, hususan wanachama wa klabu ya Yanga, tunatakiwa tuwe hatua moja mbele. Tukimaliza hii mechi tutakwenda na sisi away, watakwenda kuona mchezaji wa 12 anavyoshiriki kwenye mchezo. Kwa hiyo na sisi tunaweza kuwa sawa kila kitu. Mwalimu kasema vizuri hapa wa Farabat. Kila kitu, quality na nini. Lakini faida inatakiwa iwe home ground. Na home ground faida sio hizo nyasi. Kisikia faida ya nyumbani sio hizo nyasi hapo za New Aman Complex. Ni watu watakaokuja kuisupport timu yetu ya Yanga. Kwa hiyo mashabiki wetu, wanachama wa klabu ya Yanga watakiwa wajue wana jukumu kubwa vile vile kama ilivyokuwa kwa Dickson Job, ilivyokuwa kwa Baka, ilivyokuwa kwa Dube, na wao wana jukumu kubwa la kuleta tofauti ya kimatokeo kati ya Yanga na Farabat. Inshallah tukijaa kesho vizuri. Sababu napokea message nyingi wana Yanga wameshaanza kuvuka, wengine kama hivyo wameshafika. Hii ni kwa mara ya kwanza haije kutokea. Mechi inapigwa Unguja hapa, wana Yanga siku 2 kabla wameshavuka maji, wako hapa. Hawajali sio gharama za kulala na nini, wako hapa siku 2 kabla kwa ajili ya kuhakikisha ukipita mitaani uko jezi za Yanga zinaonekana. Jezi za kimataifa. Sio bandika bandua hii, jezi za kimataifa zinaonekana mtaani. Kuna nyingine bandika bandua. Sikiliza wewe, zinaonekana mtaani, wachezaji wanaona kwamba okay, tayari mashabiki wetu wameshaingia Unguja na wanatuhamasisha tukapambane. Kwa hiyo niwaombe na ambao wanavuka leo na ambao watajaliwa afya njema, uhai inshallah siku ya kesho, boti ya asubuhi, ile boti inabidi ijae Yanga tupu. Tuje tuungane na wenzetu wa hapa Unguja
tuujaze uwanja wa New Aman Complex. Nishazungumza na vikundi vyangu vyote, kimya kimya nishatembea hapa. Kesho patapigwa madufu mundani, haijawahi kutokea jeni. Patapigwa madufu mundani, haijawahi kutokea huko. Tunataka tupate burudani. Sasa lazima wanayanga wajue kesho na wao wana wajibu mkubwa. Yaani ile kundi ni gumu. Zungumza na kuzungumza, ile kundi ni gumu. Lakini difference inakuleta katika uwanja wa nyumbani. Wote hao wanavyo wanaongea hapa, wanatufikiria hapa Yanga tukapambane kama yetu tupate sare. Kwao wanaona kama wanaanza kwenda kufungulia booster. Kwa hiyo sisi nyumbani tusikubali unyonge. Yaani hapa tusikubali unyonge. Tusikubali. Tusikubali kabisa unyonge. Wewe ukitaka kujua away kukoje, tafute Masanza, nitakuelezea. Kwanza kapigwa baridi kule, jana kanipigia simu usiku Masanza akajifunika, amevaa shati ndani, kavaa sweta, kavaa koti na yupo na lile dude kubwa. Unaitwaje lile? Duvet, anaongea sasa namsikia kwa mbali. Ndugu yangu, naambia bado hapo. Hujakutana na gusa achia hapo. Yalamovic. Kajazoea Masanza maskini ya Mungu. Baridi kubwa alipata Arusha akienda. Sasa akapata baridi la Algeria. Unajua Algeria baridi inakuja kusoma mpaka negative wakati mwingine. Sasa sisi wazoefu kule mwili ushazoea. Shaenda sana Algeria mpaka alishashinda mechi kule. Kanipigia jana Masanza anatemeka hivi. Kaambia bado hapo ndo unaingia huko. Umetaka ma group stage wewe ndio hiyo. Kwa hiyo kuna faida ya kucheza nyumbani ambayo wanayanga lazima tupambane. Tuitumie vizuri. Tuje kwa wingi kesho inshallah. Tiketi zinauzwa mpaka usiku hapo saa 4 saa 5 zinauzwa. Wauzaji wako wengi. Yaani ukija Zanzibar kituo kikubwa ni hapa uwanjani nje. Tiketi zipo nyingi. Wauzaji zaidi ya 6 wako pale kwa ajili ya kutuhudumia. Kwa hiyo tuje inshallah kwa ajili ya kuhakikisha tunaisupport timu yetu ipate matokeo mazuri. Na uzuri wa group stage ni pointi 3. Pata pointi zako 3 za kwanza una relax. Unakwenda kwenye mechi ya pili. Sasa hivi hapa wote tunasoma 0-0-0-0. Sisi Yanga 0, Farabat 0, JS Kabylie 0, Al Ahly 0. Nani mwamba, nani dhaifu tunaanza kuona kesho. Kwa Mungu atujalie inshallah khairi katika wamba wa kwanza na sisi tuwemo. Tupate pointi 3 za kwanza kwenye hatua makundi. Sawa, Ali tuzungumzie kuhusiana na jezi zenu za kimataifa. Maana baada ya kutambulisha tu jezi mijadala imekuwa ni mingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mtu nimeona niposti jezi yenu akaweka mpaka na tikiti maji pale, akanafananisha na kila mmoja anafananisha na kile ambacho anahisi sawa kwa upande wake. Kiupande wenu nyinyi jezi zenu mlivyoziona. Na unawaambia kitu gani? Jeni kishai. Kitu cha msingi kwanza jeni ni mechi. Cha msingi cha kwanza ni mechi ya kesho. Haya masuala ya jezi haya jana kuna mtu mmoja amenitumia message usiku jana. Akaniambia ndugu yangu ndo nimeelewa Waswahili wanaposemaga usinene kamala. Kanitumia jana message usiku. Mimi shabiki wa timu fulani, leo nimeelewa kwa nini Waswahili wanasemaga usinene kamala. Anaambia mimi na utu uzima huu ni wa kupigwa double impact. Anasikitika yule mtu rafiki yangu jana. Mimi na utu uzima huu ni wa kupigwa double impact. Yaani natoa shilingi 40,000 kwenda kununua tangazo. Amejisikia vibaya sana yule mzee jana. 40,000 kwenda kununua tangazo. Maana yake la kwanza lipo nyumbani, tangazo lingine kauzwa 40,000. Tangazo. Kajisikia vibaya, nikamwambia ndio ukubwa huo. Ndio ukubwa. Unajua ile nyimbo ile? Kekundu majinga ndio wali wao. Unajua ile? Kaambia ndio ukubwa huo. Amenungunika kauziwa tangazo 45. Maana yake nyumbani ipo nyingine kapigwa tangazo lingine 45. Kwa hiyo ukifika nyumbani ukinunua mbili unaziweka hivi. Huku sijui soda, huku sijui betting. Halo. Kama mashabiki wa Yanga mpo humu, semeni alhamdulillah, Mungu ametupa bahati kuwa mashabiki wa Yanga. Alhamdulillah. Mambo wanaofanywa wenzetu ni mazito. Haki ya Mungu. Nimeona jana na mtu mmoja jana na mchambuzi mmoja jana akanitumia message DM. Akaniambia kaka, nimeamini leo kweli kila hela ngumu. Hela ninayofanyia kazi leo hapa napata ugumu. Kia nikiandika makala swala la msingi linakuja mwisho. Unaandika
Mwisho unaulizwa pre-order ilikuwa ya nini? Sawa, haya sawa. Barcelona, Arsenal, sijui Puma, sijui nani, big brand, jezi moja kwa msimu. Sawa. Ushaandika makala yako pale. Ushalipwa hela yako, unaulizwa pre-order, uzinduzi Alhamis ulikuwa wa nini? Yani maswali hayo hayajibiki, unajua hayo. Yapo tu. Kwa sisi wana Yanga tuna furaha kubwa na uzi wetu wa kimataifa, na pitieni waandishi kwenye maduka wanaouza jezi, watawaambia sales ziko vipi za Yanga. Tuliwaambia mwanzo, mnawekeza muda mwingi kwenye propaganda, jifunzeni biashara zilivyo. Sasa stock inabakia na mzigo pisi 800,000, 900,000. Manake hizo stock zilizobakia pisi 800,000, 900,000, hata ukaamua uvalishe kuku wote wa Dar es Salaam bado jezi zitabaki. Yaani chukua majogoo ya Dar es Salaam yote yale, yavalishe zile jezi, bado zitabaki. Kaingizwa Chaka, leta mzigo mkubwa kweli kweli, hauishi. Kila wakifanya mapicha mzigo hauishi. Sasa hivi na niwaambie, amesisitiza yule jamaa. Boss wa Iriza amesisitiza kama hawatamaliza hizi, msimu ujao wategemee bango lingine. Atachange kidogo tu mwakani 25, 26, 27. Kwa hiyo hima usipoisha huu mwakani anachange tu mwaka pale. Uzinduzi bango jipya 1045. Halo. Jitahidini jamani. Tumesikia wanakata na mikono tu, mwakani watakuwa wana mikono. Jitahidini jamani. Huo mzigo mpaka uishe huo. Maana si mnasema sio brand ya kimataifa, wamesema haurudi kitu huko. Hamna kitakachorudi. Mlisema mko wengi, malizeni sasa stock hiyo. Mpaka iishe ile. Dadeki. Sasa hivyo, moja katika kazi kubwa ambayo amefanya Daktari Hussein Ali Mwinyi kutengeneza uwanja ni kuitangaza pia Zanzibar. Na nyinyi ni mabalozi wetu Zanzibar hapa kwenye visit Zanzibar. Hali iko vipi kwenye hili? Bana, kwanza ni swala la msingi sana ndugu yangu. Jana wapi hapa anajengwa flyover? Panaitwaje? Mwanakwereke, nimepita Mwanakwereke usiku katika mihangaiko yangu ya kutafuta Mwanakwerekwe. Sasa nikuirudia tena ni changamoto. Mwanakwerekwe. Nimepita usiku hilo eneo sasa. Katika harakati za kuhamasisha watu usiku maana mechi unafuata watu mpaka majumbani, watu waje kwenye mechi. Mechi kubwa lazima ufuate watu uhamasishe hadi usiku. Sasa nikapita ile njia. Nikamwambia yule dereva nilokuwa naye. Nikamwambia unajua ukiwa huko bara wallahi hujui kama Zanzibar sasa imeshaendelea katika ukubwa huu. Sema kweli mpenzi wa Mungu, Dr. Hussein Mwinyi kafanya kazi kubwa kweli. Bado nafikiri kuna labda mambo ya PR hayo kuiweka sawa watu wajue, yani sasa unajua ile. Lakini ukija sasa hapo kitembea, mimi mwenyewe hapo nakumbuka mara ya mwisho nimekuja hapa. Sasa hivi ukija uwanjani hapa Amani kuna bonge la hoteli, sijui ni 5 star hoteli, sijui sijafuatilia vizuri. Bonge la hoteli liko hapa. Last time nimekuja mimi hapa mara ya mwisho kwenye Mapinduzi, nakumbuka hoteli ilikuwa iko hapa. Yaani unafika tu mteja unapewa na kopo la dawa ya mbu. Last time. Sasa hivi unakuja hapa 5 star hotel ndani ya uwanja. Waandishi na nyie saidieni kutangaza. Jamani, uwanja wa Amani huu ukiingia ndani hapa kuna hoteli yenye hadhi ya nyota 5 iko hapa. Classic. Bonge la hoteli. Hatukukosea sisi. Wewe nini? Wewe shehe vipi? Wewe nimalize kumwaga maua hapa. Tumeleta mechi zetu Zanzibar na Wazanzibari alhamdulillah wametupokea vizuri. Wameipokea timu vizuri. Wanatupa ushirikiano wa 100%, na sisi ni jukumu letu kama taasisi Young African Sports Club kuzidi kuitangaza Zanzibar. Mimi nitakuwa balozi wa kutokulipwa, yani sitaka nilipwe, kutangaza mengi mazuri ambayo nimeyashuhudia hapa. Nimeshuhudia maflyover hapo ya hatari. Shuhudia mahoteli ya kisasa. Kia Mungu pazuri.
panavutia Zanzibar, panavutia. Visit Zanzibar. Ndio jukumu letu sisi sasa hivi sasa kuhakikisha kama taasisi ambao ni mabalozi wa kutangaza Zanzibar. Tunayo Visit Zanzibar kwenye jezi yetu. Na lengo kubwa ni kuhakikisha sasa wageni wanajua kuhusu Zanzibar. Lakini tumeleta timu hapa Zanzibar. Maana yake wa Morocco wamekuja hapa Zanzibar. Watakuja wa Misri hapa Zanzibar. Watakuja wa Algeria hapa Zanzibar. Tunayo watangazia tukienda kwao watakuja kuyaona kwa vitendo. Unajua kuna kutangaza, unafanya PR watu haoni. Watakuja kuona hapa mazuri na maendeleo makubwa ambayo Dr. Mwinyi kayafanya hapa Zanzibar. Makubwa kweli. Sema kweli mpenzi wa Mungu. Zanzibar imeendelea na wana haki ya kujivunia. Jeni Kishai. Mambo ya kupewa kopo la dawa ya mbu tena sasa hivi hapa. Okay, semaji tuhamie kwa upande wa mashabiki. Hapa Zanzibar siku chache nyuma imetokea situation ambayo hairuhusu kwenye soka. Mashabiki wa mpira wamekuwa wakiwaonyesha utovu wa nidhamu wa waamuzi katika michezo. Kwa hiyo una lipi la kuambia mashabiki wa Young Africans katika mchezo wa kesho ili kulinda miundombinu ambayo imetengenezwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi, lakini pia kulinda CV? Swali zuri ndugu yangu. Nimefuatilia hiyo story lakini ina vyanzo vyake. Hiyo story ina vyanzo vyake. Lakini kimsingi kwenye football kuwe na lolote lile bado mpira hausapoti vitendo vya kihuni uwanjani. Kuwe na sababu yoyote, mwamuzi kakuonea, mmenyimwa goli, chochote kimetokea, bado football ni mchezo wa fair play, hauruhusiwi vitendo vya kihuni. Tunakwenda kwenye mechi kubwa, mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya FAR Rabat. Afrika inatazama Zanzibar. Ni wakati wa kuendelea kuuza uungwana wetu wa Zanzibar. Ndio platform ya kuendelea kuuza ustaarabu wetu. Mara ya mwisho imechezwa mechi hapa, CAF wamekuja hapa, nyinyi ni mashuhuda. Kuna kikundi cha wauni kilikuja kucheza hapa kikapiga watu hapa uwanjani. Fanya vurugu watu hapa. Lakini safari hii imekuja timu ya kistaarabu, mkuja watu waungwana ambao wanatoka bara na ambao wako hapa, tuangalie mchezo kistaarabu. Na ni muhimu. Niwaombe wana Yanga wenzangu, ni muhimu sana. Mechi ya kesho hata akaja mtu na jezi tofauti. Ikatokea ameingia uwanjani mtu na jezi tofauti na Yanga. Either hiyo jezi ni ya Mlandege, hiyo jezi ni ya KVZ, hiyo jezi ni ya Mtibwa, hiyo jezi ni Bandika Bandua. Tafadhali simfanyie vurugu huyo mtu, kafata burudani. Simfanyie vurugu, kafata burudani. Mkaribishe kiketi, angalia naye mechi. Bandika Bandua ni... Lakini ukiona amekaa mara haeleweki muulize, bana vipi? Tufate burudani. Sisi Yanga ni wastaarabu, tufate vile ambavyo CAF wametuelekeza kufanya wanapokuwa viwanjani. Tusifanye vurugu, tusije na mafataki yale, tusiwashe moto, tuje na madufu, tuje na ngoma, tuje na vuvuzela, tuenjoy. Tusifanyiane vurugu. Yaani maana nasisitiza tena na tena, ukaingia uwanjani ukamkuta mtu amekaa hajavaa jezi ambayo sio ya Yanga, usimpige. Kafata burudani, mkaribishe. Kama kuna kinywaji mnunulie, mwambie tulia, tuenjoy ball. Huo ndio ustaarabu wetu wa Yanga, na naamini ndio ustaarabu wa Zanzibar. Wahuni wachache hawezi kuharibu picha kubwa ya ustaarabu ambao Zanzibar iko nao. Wanaweza kutokea wahuni watatu ambao wanafanya hizo vurugu, lakini kwa kesho tunaamini 100% watakuwa wastaarabu. Tulinde miundombinu za uwanja, tuilinde klabu yetu, tuhakikishe CAF wanapofikiria burudani Tanzania wanaifikiria New Aman Complex. Kuhusiana na logo ya CAF kwa mpya nilisema. Jeni Kishai. Ndio maana umewasha simu kumbe. Ulikuwa huyu kaja na swali lake na simu yake. Press yote haimtaki. Yeye swali lake ndio kuhusu logo. Ndio maana akawasha sasa simu yake arekodi. Swali lilikuwa ni hilo. Utaratibu uko hivi ndugu zangu. Wewe umeridhika? Logo litaki? Utaratibu uko hivi. CAF hawa ni mashindano. Sijui sasa ni ugeni wa watu au vipi. CAF kwenye mashindano haya unapokwenda kwenye group stage, kila idara huwa inapewa taarifa za mabadiliko ya kikanuni, taratibu na misingi ya kwenye hiyo tournament inapoanzia kwenye group stage. Kila idara. Hata mimi kwenye idara yangu ya habari tulitafutwa, mnawewa kwenye group moja wote. Baada ya hapo mnataarifiwa, patakuwa pana Zoom meeting kwa ajili ya kupata seminar
ya hiyo tournament. Jana ndio nawaambia sasa leo kama najibu hilo swali. Jana kuna baadhi ya maafisa habari sitawataja na wastai wa Tanzania, timu zao zipo kwenye makundi, wa Tanzania hawashiriki vikao, hawashiriki yote. Jana waelekeza kwamba sasa hivi tunaruhusiwa pia hata kuposti magoli. Kweli? Kaambia tunaruhusiwa, lakini ina highlights yake isizidi dakika 3 na uiposti baada ya masaa 2. Wakiwa wanaposti zamani tulikuwa tunashtuka, mbona kama Waarabu wanapendelewa, kumbe tulikuwa hatuhudhurii vikao, hatupati hizi semina. Kwa sisi kwenye idara ya habari tumeshashibishwa, na uzuri mimi sio mchoyo wa maarifa. Nimeshia na wenzangu wote ambao hawakuwepo kwenye kikao. Kama mwenyekiti sasa. Kama mwenyekiti wasema hawakuwepo kwenye ile Zoom meeting, hawakuwepo. Nimefanya kazi jana ya kuwatumia bwana, muongozo ndio huu sasa hivi kwenye idara za habari, mnatakiwa mposti hiki, mnaweza kuruhusiwa kushoot sasa hivi arrival video, mnaweza kushoot warm up, kila kitu nimeelezea jana. Hivyo hivyo kwenye idara za masoko, idara za sheria. Idara za masoko unatumiwa kabisa. Sio nionyeshe hapa ndugu zanguni. Kama hii. Mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi, watu wadogo hao. Wanaongea vitu hawajui. Kisha kama wameelewa. Nitakuonyesha kwa siri yako. Mmoja akaniambia, sikusoma hii." Mbona hii? Marketing circular ya 25 26. Zinatumwa taratibu zote. Hapa anakuambia equipment for the teams, sleeve package, sijui ball boys, advertisement restriction on jersey. Umeona hapa advertisement restriction on jersey. Wanakuelezea vitu vyao wanavitaka. Kwa sababu kwenye hili swala la logo, CAF wamechange logo. Na msimu ukiwa unaanza, kama unavyoona mipira, kama unavyoona bips, ndivyo CAF wanavyotuma kwa kila timu. Mimi mwenyewe hapa afisa habari huwa napokea mzigo wangu wa bips kwa ajili ya wapiga picha ambao ziko branded Puma. Kila msimu unapokea box ambayo limetumwa DHL inakufikia kila klabu. Sasa kuna wengine hata address hawana. CAF wanatoka huko Cairo wanakuja hadi makao makuu, wanakuta mtu anauza vyombo. Hawezi kuacha mzigo. Taarifa kweli, mtu anatoka Cairo Misri, kapewa mzigo pelea kwenye timu, anafika makao makuu ambako timu inasoma kwenye mtandao, anakuta mtu anauza pasi. Sasa address kirejea kwenye logo, yani nyinyi. Ndio nakuja tulia, acha haraka. Taarifa zinakuja. CAF kila msimu unapoanza mashindano huwa wana supply. Mimi hapa ni kiongozi wa Yanga. Unaweza kuwauliza timu za Tanzania, Azam FC na Singida Black Stars. Na Simba pia. Acha hao wengine hao kaka kuona. CAF hawaja supply bado logo official za kutumiwa. Nimepewa taarifa kwa ajili ya kutumia kwenye nini hizi. Sisi watu wa media, artwork na kila kitu, kwamba official logo ni hii. Lakini kwenye kit kwa sababu ina size yake. Inavyowekwa hapa shekhe ina size yake. Kwa hiyo wametoa wapi? Mimi asome download. Watu wameingia Google kwa sababu hapa kuna tangazo. Niko bandika bandua, hapa kuna tangazo lingine. Tunalifichaje? Mtu kaenda kuchukua size ya kichwa changu hichi. Kaenda kuprint, kaliweka hapa. Wallahi nimesikia aibu jana, ujue nyie na bila haya, bila hiana wanaposti. Yaani wanafikiri wanafanya kitu cha maana, eti wanaposti kabisa eti. Yaani leo kiliangalia tulishaanza kufumuka ule mkaratasi, ule mstika. Hebu njoo. Hebu angalia hii kitu. Hii ni logo mwaka jana. Ndio ilikuwa standard, vipimo wanakutumia size na kila kitu. Njoo. Geuka. Mbona hii size? Inafanana na ile duwasha. Liko hapa hadi hapa. Kweli jamani? Hivi ndio kweli? Ndio maelezo mengi ndugu yangu. Jana. Haya. CAF wameruhusu main sponsor kukaa hapa. Taarifa watu hawasomi. Na kuwa na masio hata kufungua tu email hawawezi. Email kufungua hawawezi. Hawasomi. Leo umetokea mgogoro mkubwa huko, wadhamini wanauliza mbona Yanga amekaa? Mbona sisi mmetutoa? Watu hawasome. Fuatilieni jamani. Jana nawaambia, wallahi jana wameanza kuomba, watuma email kwa CAF, bwana tunaomba na sisi bwana tu change kidogo, mdhamini wetu akae, si email hatukusoma kweli. Kwa Sheikh Zuberi tunafuata kile ambacho CAF wanatuelekeza. Sababu ukitumiwa logo unatumiwa na size yake, kipimo gani uikate uiweke. Sasa ukiwa mtu wa kudownload, bwana mimi download, unachukua mgazeti unaweka hapa. Mimi nawaambia fuatilieni, leo si ndio tunaongea hapa. Nipeni siku 4. Kwa sababu yale mabango yaliwekwa, wallahi nawapia, mkifua mara 2 imerudi jezi ya msimu. Ile sticker zilizowekwa, zile sticker ukifua mara hizi jezi ya msimu imerudi. Kwa hiyo unakuwa nazo 8 ndani. Kwa sababu lazima itoke ile.
Kwa hiyo sisi tunafuata kile kafu watuelekeza kila kitu. Jana sisi tumekuwa role model, watuambie nyinyi mliwezaje kuweka SportPesa mbele jana? Mmewezaje? Naambia someni, yani kafu wanatuma taarifa, someni. Watu hawasomi. Je, nikisha nimekupa na kushahidi hapa. Kizungu hichi. Tu restrict hiki sawa. Hiki vipi? Hiki sawa. Mipira hii inatumwa na kafu. Official balls za kafu zinatumwa. Huwezi kwa sababu okay. Kafu wanatumia Puma na wewe unaenda dukani unanunua Puma yako kachezee. No? Kuna official balls. General coordinator wakija hawa mentor wanasimamia wanakwambia official balls ni hii. Official bips za kuvaa ni hizi, wapiga picha. Kila kitu ni wao. Shindano ya watu haya. Wewe ukienda kudownload www nishushie hiyo Kariakoo weka. Tazalilika huko mbele. Website gani Clement Mzize kesho anaingia hapa Zanzibar. Ataingia saa 3 asubuhi inshallah. Tumpokee? Hapana. Ataingia tu asubuhi saa 10 atakuwepo hapo uwanja New Aman Complex. Tuzo tumeipigia kura. Lazima na sisi tuione. Mzizi abebe, atuonyeshe, tumpigie makofi, tushangilie. Ndio raha, ndio tuzo pekee ya goli bora iliyokuwa Tanzania. Anayesema ana tuzo ya goli bora atuonyeshe iko wapi? Saizi kiatu kiko Dakar, Senegal. Tuzo pekee ambayo kila Mtanzania anaweza kuiona ni ya Clement Mzize. Kwa hiyo inshallah kesho watu waje na baada ya mechi tutakuwa tunaitembeza watu waione bana goli bora tuzo ndo kama hii. Watu wanakuwa wanaiona. Kwa hiyo kesho atakuja hapa Clement Mzize na atakuja kutuonyesha tuzo. Kwa hiyo kama kuna mtu mwingine anasema ana tuzo ya goli bora, tafadhali milango iko wazi. Tuonyeshe iko wapi? Usiende kudownload kama logo hili sasa. Makaanza ka download kama logo. Bwana wananchi, kesho inshallah tuje mapema jamani, New Aman Complex. Mageti yanafunguliwa mapema kuanzia saa 6 hivi saa 7. Tuje kwa wingi, tujae, tuisupport timu yetu.